Crazy Rocket, now available on PMBet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama tunavyoweza kufahamu, TV wameweza kupoteza kaka kiongozi ambaye alikuwa anaigusa jamii moja kwa moja, si mwingine bali ni Sebo. Mungu ailaze mahali pema roho yake peponi. Na hapa pembeni yangu nipo na kaka yangu professional kabisa, wengi tunamfahamu kama Miso Misondo DJ. Sitaki kuongea sana, mimi ningetaka tu kufahamu kidogo tu kwa ufupi kuhusiana na anavyomfahamu Sebo. Mambo? Safi kwema. Pole sana. Asante sana. Mimi naweza kusema naye pia ni miongoni mwa wafanyakazi kutoka TV kwa sababu nimekuona your official DJ pale. Kabisa. Ndani ya huu muda mfupi ambao umeanza kazi pale, mimi ningependa kufahamu vipi Sebo mpaka hadi kufika mauti wake, yani unavyomfahamu wewe. Kwanza Sebo naweza nikasema ni moja bosi wangu kwa sababu ni partnership mkubwa wa CEO wa Wajizo Sound, lakini pia EFM na TV. Namaanisha Majizo kweli ilikuwa ni moja ya mtu ambaye naenda naye kama bosi wangu, na kwa sababu kwenye vitu vingi ambavyo vinahusiana na ofisi nadhani alikuwa mtu ambaye yuko front sana kwenye kuweka sawa na vitu kama hivyo. Okay. Hapo watu wamesema kwamba kifo kimekuwa ghafla sana. Wewe umejifunza vipi ndani ya muda mfupi? Naweza kusema ni miaka mingapi sasa hivi uko TV? Ni miaka mitatu. Miaka mitatu. Kifo kimekuwa cha hafla sana. Pengine umejifunza nini jinsi Sebo, kama unavyoona kuna watu tofauti wako hapa mashuhuri, ikiwemo viongozi, wasanii, wachungaji, waigizaji na watu tofauti. Umejifunza nini kutoka kwake? Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza ni kwanza kuishi vizuri na watu. Najua kitu cha kwanza source ya kuwa na watu vizuri namna unavyoishi nao. Kuna mtu namna unamprotect naye na kupokea hivyo hivyo. Kwa hiyo nimejifunza namna ya kuishi vizuri na watu, lakini pia ulichonacho jitahidi kukipeleka kwa watu wengine ili wafaidi kwa kile ulichonacho, kwa sababu naona watu wengi ambao wamefika hapa wengi wamefaidika na kile kitu ambacho walikuwepo nacho marehemu. Kwa maana kwamba unapoishi vizuri na watu hata kwenye jambo lako wanakuwa easy sana kukimbilia, kwa sababu tunaona hapa kuna viongozi wengi, lakini pia kuna wasanii wa kutosha, watu maarufu, watu wakubwa na wenye hadhi wamekusanyika hapa. Kwa hiyo maana ni kitu kikubwa sana ambacho naamini kama angekuwa haishi vizuri na watu isingetokea, yani hii population kubwa ambayo ipo hapa isingetokea kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi nimejifunza namna ya kuishi na watu, lakini pia ni kutoa fursa kwa kile ulichonacho, kwa sababu kuna mtu mwingine leo hii kama mimi, mfano mpaka sasa hivi nimefaidika vitu vingi sana kutoka kwa marehemu Sebo. Kwa hiyo hata ndugu yangu ama rafiki yangu akija kusikia anajua yule ni mtu wa karibu wa Miso Misondo ambaye ni pia yeye ni mtu wa karibu kwake. Kwa hiyo hata yeye pia inakuwa simple sana kukimbilia kwenye jambo kama hili. Kwa hiyo ni vitu vingi sana nimejifunza kupitia hii situation. Kama kijana ambaye unapambana kuweza kufikia malengo yako, na kama unavyosema hapo awali umejifunza vitu vingi sana kwa Sebo. Ma-DJ wamekuwa wengi sana, lakini wewe ulikuja na aina yako ya DJ ambayo leo mpaka leo watu wameweza kukufahamu kwamba huyu ni Miso Misondo. Pengine tutegemee mwaka 2026 wanasema kujipanga mapema ni vizuri zaidi. Huu ni mwezi wa 3. Pengine tutegemee nini? Kwa maana hapa hadi marehemu kuondoka alitengeneza njia yake na ikawa fursa kwa watu wengine. Haikuwa rahisi. Pengine katika mapambano yako unakuja na kitu gani kikubwa zaidi ambacho kesho na kesho kutwa hata kaka yetu hapa siombei kupotea. Hatuwezi jua nani anayetangulia, lakini tutasema huyu Miso Misondo tunaona pengo lake hapa nchini kwetu Tanzania. Ujue kwenye maisha kitu cha kwanza lazima utengeneze umuhimu kwa namna yote. Aidha upo katika tasnia au hata kwa maisha ya kawaida. Ndio maana tunaona hata majirani utasikia kuna nyumba fulani mwenye ile nyumba anaishi vizuri sana watu. Kwa kila kitu tengeneza alama. Alama ni nini? Alama ina maana ni kitu ambacho utaifanya jamii ambayo imekuzunguka, society yako, watu wako ambao unaishi nao, kuna kitu ambacho ni kama tegemezi kwao kwa upande wako. Kwa mfano leo hii mimi ni DJ. Natamani tengeneze watu ambao watakuza vipaji kupitia mgongo wangu, lakini pia nitengeneze fursa kwa watu wengine. Si unanielewa? Kwa sababu leo hii kitendo cha wewe kunihoji mimi tayari ni fursa ambayo ni kama kazi yako. Si unanielewa? Kwa hiyo lazima utengeneze vitu ambavyo utaweka alama. Kwa mfano leo hii tunaona bosi wetu, mimi mwenyewe kashanipa endorsement. Nimefanya endorsement kama 2-3 ambazo zimepitia mikononi mwake. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho kwangu imeweka alama, na nimefanya vitu vyangu vingi kwa watu wengine kwa sababu ni fursa. Na timu yangu mimi nao pia imekuwa ni kitu ambacho tumefaidika kupitia yeye. Kwa hiyo kitu cha tuishi kwa kuweka alama. Alama ni nini? Kuishi vizuri na kutengeneza fursa kwa watu wengine. Ni hicho tu ndio kitu ambacho nasisitiza, kwa sababu tusiwe na uroho kile ulichonacho, kwamba mimi kwa sababu nimekuwa na wazifa na uwezo na access kubwa kuongea na makampuni, ushawishi, basi kuna vijana ambao unajua kwamba hiki anastahili kupata,
hivyo tupeane nafasi kama hivyo, inasaidia sana kwenye maisha ya kila siku, sababu dunia inashabadilika sasa hivi. Kwa hivyo basi sawa, Maiso Misondo, mimi nikupe pole na pia hongera. Shukrani sana.